katika Kristo, yakiwako matulizo yoyote ya mapenzi, ukiwako ushirika wote wa Roho, ikiwako huruma yoyote na rehema, ijalizeni furaha yangu, ili mwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja. Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na mhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa na mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza, akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Basi wapendwa wangu, kama vile mlivyotii siku zote, si wakati mimi nilipokuwapo tu, bali sasa zaidi sana mimi nisipokuwapo, utimizeni wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka, kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu, kwa kulitimiza kusudi lake jema. Yatendeni mambo yote pasipo manung'uniko wala mashindano, mpate kuwa wana wa Mungu wasio na lawama wala udanganyifu, wasio na ila kati ya kizazi chenye ukaidi kilichopotoka, ambao kati ya hao mnaonekana kuwa kama mianga katika ulimwengu, mkishika neno la uzima, nipate sababu ya kuona fahari katika siku ya Kristo, ya kuwa sikupiga mbio bure, wala sikujitabisha bure. Naam, hata nikimiminwa juu ya dhabihu na ibada ya imani yenu, nafurahi tena nafurahi pamoja nanyi nyote, nanyi vivyo hivyo furahini tena furahini pamoja nami. Walakini natumaini katika Bwana Yesu kumtuma Timotheo afike kwenu karibu, nifarijiwe na mimi nikijua hali yenu, maana sina mtu mwingine mwenye nia moja nami, atakayeangalia hali yenu kweli kweli. Maana wote wanatafuta vyao wenyewe, sivyo vya Kristo Yesu, ila mwajua sifa yake ya kuwa ametumika pamoja nami kwa ajili ya Injili kama mwana na baba yake. Basi natumaini kumtuma huyo mara hapo nitakapojua yatakayonipata, nami naamini katika Bwana ya kuwa nitakuja na mimi mwenyewe hivi karibu, lakini naliona imenila
imenilazimu kumtuma kwenu Epafrodito, ndugu yangu, mtenda kazi pamoja nami, askari pamoja nami, tena ni mtume wenu na mhudumu wa mahitaji yangu, kwa kuwa alikuwa na shauku kwenu ninyi nyote. Akahuzunika sana kwa sababu mlisikia ya kwamba alikuwa hawezi, kwa maana alikuwa hawezi kweli kweli, karibu na kufa, lakini Mungu alimhurumia. Wala si yeye peke yake, ila na mimi pia, nisiwe na huzuni juu ya huzuni. Kwa hiyo nimefanya bidii nyingi zaidi kumtuma, ili mtakapomwona tena mpate kufurahi, nami nimpunguziwe huzuni yangu. Mpokeni basi katika Bwana kwa furaha yote, mkahesabu watu kama huyu kuwa watu wa kuheshimiwa, maana kwa ajili ya kazi za Kristo alikaribia kufa, akaponza roho yake, ili kusudi yatimize yaliyopungua katika huduma yenu kwangu.